Aqida ya ahlu sunnati wal jamaa ni aqida ya kuamrisha mema na kukataza mabaya. Ndio maana ukitazama mitume walikuwa na malengo, na ukitazama Qur'ani, ukatazama hadithi za mitume walichokuwa wanakilenga ilikuwa ni mambo matatu. Kisoma Qur'ani tangia mwanzo mpaka mwisho, utaona mambo haya matatu ndio yalikuwa ni malengo makubwa ya mitume katika kuamrisha mema na kukataza mabaya. Jambo la kwanza ilikuwa ni taarifu nasi bi rabbihim. Ilikuwa ni mitume kuweza kumjulisha Allah, taarifu nasi bi rabbihim, kuwajulisha watu kuhusiana na Mungu, yani Allah ni nani. Kwa hiyo ilikuwa ni kazi ya kwanza ya mitume, na hiyo ndio kazi ambayo mitume walipata taabu, ikiwemo nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu hakuna haja ya kuweza kuingia ndani katika hili, kwa sababu miaka mingi ya nyuma ameweza kusoma kitabu Da'wa, nafikiri kinaelezea mambo haya. Kwa hiyo ilikuwa ni kazi ya kwanza, na lau kama mtu akafuata hii misingi mitatu ambayo waliifanya mitume, basi tutapiga hatua kubwa. Watu kwanza, jambo la kwanza, wakawajulisha watu kuhusiana na Mungu. Yani kama wewe unavyokuwa katika familia yako, watoto wakakujua kuwa huyu ni baba. Yani hata mtoto akiamshwa kwenye usingizi akaulizwa huyu ni nani, huyu ni baba. Kama mtoto anavyomjua mama, hata akiamshwa kwenye usingizi, huyu ni nani, huyu ni mama. Kwa hiyo anajua huyu ni mama, huyu ni baba. Kwa hiyo kula kujua huyu ni baba, huyu ni mama, hata ukimtupa polini akakaa kule mwezi mmoja, miwili, mitatu, alafu ukamtoa ukamuuliza huyu ni nani, atasema huyu ni baba. Sana wao walikuwa wanafanya kazi ya kwanza wamjue Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini jambo la pili walilofanya, taarifu nasi bima yajibu alaihim, ni kuwajulisha watu yale mambo ambayo ni wajibu kwao kuyafanya. Hakuna shaka wajibu wao ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wameshamjua Allah, sasa jambo la pili ni kuwajulisha ni yapi mambo ambayo ni wajibu kwao kuyasimamia na kuyafanya. Ni maana wanawajulisha haki za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini jambo la tatu ni kuwajulisha malengo, ambayo malengo mwisho ni kupata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mambo hayo matatu. Kwa hiyo anasema ya'taqidu ahlu sunnati wal jamaa, wana itikadi ahlu sunnati wal jamaa annahu yajibu alaihim an ya'muru bil ma'rufi, kuwa ni wajibu juu yao kuamrisha mema. Ni wajibu juu yao kuamrisha mema. Na hapa naposema ni wajibu kuamrisha mema, sio jambo la khiari, sio jambo la khiari mtu kuamrisha mema, bali ni jambo la lazima kuamrisha mema. Lakini wayanha anil munkar, na kukataza maovu. Lengo ni nini? Ni yukhriju nasa min dhulumati al-kufri wal-isyan. Lengo ni kuwatoa watu katika giza la ukafiri na la kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo ndo lengo. Yani wewe unapokuwa unalingania lazima uwe na malengo. Ndio maana mtu unapokuwa umesimama mimbari unazungumza, yani kule ima
unaamrisha swala, jambo lolote, ujue kuna mambo manne ambayo inabidi uwe makini nayo. Mambo mawili ni malengo, lakini mambo mawili ni ufisadi. Unapokuwa unalingania, wanasema unaweza ukalingania. Wakati unalingania, jambo la kwanza ukajitahidi kile unachokikataza, Allah akakujalia ukaweka kitu niaba yake, yani ukakataza shirki, basi ukaweka kitu niaba yake, yule unayemwamrisha aache ushirikina akamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini jambo la pili, unaweza ukawa unalingania, maana unakataza maovu, ukapunguza ule munkari. Yani ya kwanza ukalingania, ukawa umemkataza lile jambo analolifanya, ukaweka niaba yake, maana jambo jema. Lakini ya pili ukalingania lile unalomkataza, hata walau ukapunguza, sio moja kwa moja, ukapunguza. Lakini jambo la tatu, unaweza ukawa unakataza jambo kwa usulubu ambao unautumia, basi ukawa umeongeza munkari mwingine. Yani umelingania kuondoa munkari, ukaongeza munkari mwingine. Ndio unaweza ukakuta mtu analingania, anatumia usulubu ambao sio, basi akajikuta wakati mwingine anapigwa, wakati mwingine anatokea mambo ya kutokea. Kwa hiyo ukaongeza munkari mwingine. Lakini la mwisho, unaweza ukawa unalingania ukakataza jambo, ukaongeza jambo ambalo ni kubwa zaidi kuliko hilo. Kwa hiyo unapokuwa unalingania vitu hivi lazima uvizingatie, lakini malengo yako yawe ni mawili. Ima kile ambacho unachokikataza kiingie niaba yake. Unamkataza mtu kunywa pombe, basi aache kunywa pombe, aweze kujua uharamu wa pombe, au ukapunguza ule munkari. Lakini sio mambo mawili ya mwisho, ukaongeza munkari au ukaongeza munkari mkubwa zaidi kuliko ule ambao umeuacha. Kwa hiyo unapokuwa unalingania, mambo haya manne lazima uyazingatie. Kwa hiyo lengo la sisi kulingania ni kuwatoa watu katika dhulma, katika giza la ukafiri na la maasi wanayoyafanya, kuwaingiza katika nuru ya Uislamu ili waweze kujua Uislamu. Lakini ila nuri al-iman wa taa, kuwaelekeza katika nuru ya imani na katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Maana ukitazama mitume walikuwa na uchungu kweli, lakini walikuwa na hekima kubwa sana, ambayo hayo mambo yote ni mambo ambayo tayari tumeyasoma katika kitabu Da'wa. Ndio maana hapa tunapita, kwa sababu ni jambo ambalo linajulikana. Ndio pale Allah subhanahu wa ta'ala akawa amezungumza kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala ameuchagua ummati Muhammad. Na hili kila mmoja dai lazima ujue jambo hili, wewe utakuja kuulizwa pale Allah anaposema kuntum khaira umma, mmekuwa ni umma bora. Umma bora, ukhrijat linnasi, mmechaguliwa. Umma huu umeteuliwa kwa ajili ya watu. Lengo nini? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, kuamrisha mema na kukataza maovu. Hiyo ndo tumekuwa ni umma bora. Kwa hiyo hapo kuna angalizo. Wewe unaposoma ukapata shahada ya mutawassita, ukapata shahada ya thanawi, ukapata shahada ya jamia, ukapata shahada ukazipata, furahi kidogo, kwa sababu ulichokibeba hicho ambacho kimefanya umma huu uteuliwe, uchaguliwe kuamrisha mema na ukataza maovu. Kwa hiyo hicho ulichokibeba, elimu uliyoibeba, mfano umekuja hapo umesoma, umejua, furahi kidogo, kwa sababu ulikotoka kule jambo hili linakusubiria kuweza kulisimamia. Kwa hiyo lengo la Allah kuchagua umma huu
Lengo ni nini? Ta'muruna bil ma'rufi, kuamrisha mema. Na swala la kuamrisha mema na ukataza maovu ni kila mmoja kwa nafasi aliyokuwa nayo. Na swala la kuamrisha mema sio tu la imam, sio tu la ustadhi, sio tu la nani. Kila mmoja kwa nafasi aliyokuwa nayo ana uwezo wa kuamrisha mema na kukataza maovu. Imamu nafasi yake, ustadhi nafasi yake, mzazi nafasi yake. Hili jambo ambalo ni kwamba ni jambo ambalo ni wajibu kulisimamia. Yani mathalan una mtoto asali, ukasubiria akienda madrasa huyu atafundishwa kusali, umekosea. Au mke wako asali, ukasubiria akienda kwenye shule za kwenye madrasa hizi au kwenda kwenye hizi darasa za kina mama ndo atasali, umekosea. Kwa nini? Kwa sababu ulikuwa na uwezo wa kumwamrisha, ulikuwa na uwezo wa kumwelekeza ili aweze kuacha jambo hilo analifanya. Kwa hiyo ummati Muhammad umekuwa ni bora kwa sababu ya kuamrisha mema na ukataza mabaya. Lakini wa ahlus sunnati wal jamaa khairun nasi linnasi, ahlus sunnati wal jamaa khairun nasi ndio kundi ambalo ni bora kwa ajili ya watu. Ahlus sunnati wal jamaa ndio kundi ambalo ni bora kwa ajili ya watu. Kwa nini? Kwa sababu swala la kulingania kwao ni kipaumbele. Swala la kulingania kwao ni kipaumbele namba moja. Ndio maana tazama ahlus sunnati wal jamaa katika kulingania kwao wanakuwa na vipaumbele wanavyovifanya. Fahum yahmiluna fi qulubihim mahabbata alkhairi linnas ajma'in. Wao yahmiluna fi qulubihim, wamebeba katika nyoyo zao, ahlus sunnati wal jamaa wamebeba katika nyoyo zao mahabbata alkhairi linnas, mapenzi mazuri kwa ajili ya watu, malengo mazuri kwa ajili ya watu. Ina maana biikhtisari, sisi dawa yetu inabidi tofautiane mno na dawa za wenzetu. Lakini sisi hata ukitazama vituo vyetu inabidi vitofautiane mno na vituo vya wenzetu. Lakini hata zile madarasa zetu inabidi ziwe tofauti mno na madarasa za wenzetu. Kwa nini? Kwa sababu ahlus sunnah wal jamaa wamebeba kheri, wamebeba mapenzi kwa ajili ya watu, wamebeba kheri katika nyoyo zao kwa ajili ya watu. Ndio maana ukitazama wanavyoelezea wao ahlus sunnah wal jamaa hawabebi vyeo kuwa ndo nembo. Ndio maana kuna mmoja anazungumza, anasema ukiona umechukua cheo chako kimekuwa ndo bendera, ukachukua yale uliyokuwa nayo ukaweka mfukoni, ujue wewe umefeli. Yani kawa uongozi ndio bendera unayoitanguliza, kawa unapenda uongozi, lakini ukachukua yale maarifa uliyokuwa nayo ukayaweka mfukoni, ukasahau nembo ambayo inabidi udhihirishe wewe ni ipi. Nembo ambayo inabidi udhihirishe ni mapenzi, ni kheri na malengo na uchungu wa umma, sio cheo ikawa ndo bendera yako, ujue kuwa umefeli. Kwa hiyo fahum yahmiluna fi qulubihim mahabbata alkhairi linnas, wao wamebeba katika nyoyo zao mahaba, mapenzi yaliyo mazuri, malengo yaliyo mazuri linnasi, kwa ajili ya watu. Walihadha hum yarawna anna wadhifata ad-da'wa ila Allahi a'dhamu wadhifa yaqumu biha al-insan. Kwa hiyo kutokana hilo wanaona hum yarawna anna wadhifata ad-da'wa, hakika cheo cha kulingania ila Allahi, kuwaelekeza watu katika kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, a'dhamu wadhifa, ni katika vyeo au katika cheo ambacho ni kikubwa na kitukufu, yaqumu biha al-insan, ambacho anasimama nacho mwanadamu, ni cheo kikubwa. Kwa hiyo wewe unapokuwa umebeba wadhifa wa da'wa kwa Allah subhanahu wa ta'ala,
umebeba cheo ambacho ni kitukufu mno kuliko vyeo vyovyote. Anasema qala Allahu ta'ala, amesema Allah, wa man ahsanu qawlan mimman daa ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qawlan mimman daa ila Allah, ni nani ambaye ana kauli iliyo nzuri? Yani katika kauli zote ambazo unazijua, mimman daa, kuliko yule ambaye daa ila Allahi, anayewaita watu kuwaelekeza kwa Allah, kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, ila Allahi, wa amila saliha, na akafanya matendo mazuri, wa qala innani minal muslimin, na akajitangaza akasema mimi ni katika Uislamu. Au katika aya kuna vitu vitatu ambavyo ukitazama dai inabidi uwe navyo. Moja, uwe na kauli nzuri, lakini pili, ujipambe kwa matendo ambayo ni mazuri, lakini tatu, julikana we ni nani. Aya hii, kuna watu ambao ni madai lakini hawajulikani. Yani analingania, yeye anafanana kama kachumbari. Humo kuna nyanya, kuna vitunguu, kuna kabeji, kuna nini. Yani yeye wakati mwingine ni vigumu sana kumjua, hivi huyu ni Ahlus Sunna wal Jamaa, hivi huyu ni mwana sunna, au ni wale watu wa madufu. Yani anajichanganya. Na analeta hoja, anasema hawa lazima tuende nao hivyo, tusiwaache. Ikitokea bid'a uko pamoja nao, tusiwaache. Wakiwa wanapiga madufu yao, tuende nao, bwana usiwaache, tutafika. Amna. Kwa hiyo aya hii anasema mambo matatu ambayo katika aya hii, moja, uwe na kauli nzuri kwa yule unayemlingania. Yani hata kama angekuwa ni muovu namna gani. Ndio maana ukitazama Qur'ani, mfumo ambao inautumia Allah subhanahu wa ta'ala, tasema ya ayyuhalladhina amanu, tunasema enyi ambao umeamini, ittaqullaha haqqa tuqati. Yani ukizitazama aya ndani ya Qur'ani, Allah ametumia usulubu ambao lau kama mtu atautumia usulubu huo katika kulingania atafanyike. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao umeamini, ittaqullaha, mcheni Allah. Huko amemwambia ayyuhalladhina, ewe ambao umeamini, akiwa kamwambia mcheni Allah. Yani kana kwamba huyu mtu ni muovu hivi, anamwambia mche Allah, lakini huko kaanza kumsifu, ewe ambao umefanya nini? Umeamini. Je, ukimkuta mtu anakunywa pombe uanze kumtukana, si ndivyo? Hamna, usianze kumtukana. Ule usulubu ambao utakautumia, yawezekana tena ukaanza kumsifia, kuzungumza naye kwa kauli ambayo ni nzuri, afu nakuja kumwambia ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao umeamini, ittaqullah, mcheni Allah subhanahu. Ni usulubu ambao anautumia Allah. Tukiutumia usulubu huu katika da'wa, basi tunaweza tukafika katika malengo. Kwa hiyo jambo la pili, ujipambe kwa matendo ambayo ni mazuri, wa amila saliha, na akafanya matendo ambayo ni mazuri, lakini mwisho waqala innani minal muslimin, akasema akamini katika Uislamu. Yani maana lazima ujitangaze wewe ni nani, yani ujulikane katika jamii. Dai ima kwa msimamo, bwana fulani huwa ni kadha na kadha, fulani bwana mambo haya huwa hayafanyi, fulani. Ilifika mahala ilipokuwa inaingia kabla ya Ramadhani, kuna watu ambao walikuwa wanafunga ndoa. Kabla ya Ramadhani watu walikuwa na mtu ana mke wake hawajafunga ndoa. Sasa inakaribia Ramadhani, watu wanafanya nini? Mimi hizo ndoa nilikuwa sifungi. Na sasa hivi usijichanganye, unachezea Allah. Kwa hiyo baada ya Ramadhani, sasa hao ndo wanaoabudu Ramadhani. Kwa hiyo inaingia Ramadhani, bana tufunge ndoa. Baada ya Ramadhani mtarudi kule. Sasa lazima ujitambulishe wewe. Hata katika jamii kuna vitu vya maajabu, kuna harusi hizi ambazo zinafanyika.
mpaka imefika mahala dai inabidi uwe unafuatilia zile harusi. Mfano sasa hivi kuna mambo ambayo si ya kisheria ambayo imekuja ni katika masuala ya mijuburu. Mimi ukifanya mjuburo wako kapiga mziki, alafu ikaingia kwenye kufanya harusi yenyewe, yani hata kama ungesema bwana hii ni harusi ya sunna 100% siji, umeanza kupiga mziki, unakuja kudanganya, siji. Kwa hiyo dai lazima hata ukikaa kwenye jamii lazima ujulikani wewe ni nani, yani wakujue miko yako. Sasa wakisha kujua wewe, maana umejitangaza inani mina almuslimin, mimi ni katika Uislamu, na maana nimejisalimisha katika sheria, kusimamia sheria, si unaingia tu. Kwa hiyo msimamo ni muhimu. Wa hum yasiruna ala nahji al-anbiya'i war-rusuli fi da'wati ila Allah, lakini hao yasiruna wanapita katika nahji, katika njia ya manabii wa rusuli na mitume, fi da'wa, katika da'wa. Yani maana njia ya mitume walikuwa na vipaumbele, ambayo walikuwa na jambo la kwanza ilikuwa ni at-tauhid. Jambo la kwanza kumjulisha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kulingania kwao walikuwa al-hikma, wanaweka kitu katika sehemu yake, hawachanganyi haki na batil. Lakini wal mau'idhatul hasana, wana mawaidha ambayo ni mazuri, mawaidha ambayo ni mazuri. Sasa mawaidha ambayo ni mazuri ni yale mawaidha ambayo qala Allah wa qala, sio ikasema mawaidha ambayo ni mazuri basi mawaidha ambayo unasema kumpaka mtu mafuta kwa kutumia mgongo wa chupa, sio hayo. Ni mawaidha ambayo yaliyonyoka. Lakini walikuwa arifqi, walikuwa na upole katika kulingania. Ipo mifano mingi mmeisoma katika, kuna haja ya kuileta. Lakini walikuwa asabru, walikuwa na subira. Inafika mahala unaweza wakataka ukutandika, ukupiga kwa sababu ya kulingania, unakuwa na subira au utapata maudhi. Lakini wal ikhlas, mitume walikuwa na ikhlasi, wanafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, hawafanyi kwa ajili ya maslahi yoyote. Yani hata kama ingekuwa mfano wewe unalipwa mwisho wa mwezi, isiwe ni malengo katika kulingania, bali kwanza tanguliza ikhlasi kwa ajili ya Allah. Hayo yote yawe. Kuna kaida moja unasema, fanya kazi ya Allah na Allah atafanya mambo yako. Ukifanya kazi ya Allah, Allah atatengeneza mambo yako. Kaida sahihi. Kwa hiyo Ahlus Sunna wal Jamaa wao wanafuata na wakupita katika njia ya manabii na mitume katika da'wa, walhirsi ala takhlisi nasi minashirki wal maasi, lakini wanakuwa na pupa kubwa katika kuwaondoa watu katika shirki na maasi, katika shirki na maasi. Namani ni mambo ambayo yametanda katika jamii, maswala ya shirki na maswala ya maasi. Hususa zama hizi ni mambo ambayo yamekuwa ni magumu. Wayad'una ila Allahi bil hikmati wal mau'izati al hasana, lakini wayad'una wakilingania, wakiwaita watu ila Allahi, kuwaelekeza kwa Allah, kumjua Allah, bil hikmati, kwa kutumia hikma ya hali ya juu. Hikma ya hali ya juu, na hikma ya hali ya juu ni kuweka kitu katika nafasi yake. Yani qala Allah, amesema Allah, amesema Allah. Qala Rasul, amesema mtume, amesema mtume. Hiyo ndio hikma. Lakini wal mau'izatu al hasana ila Allah bil hikmati wal mau'izati al hasana, na mawaidha ambayo ni mazuri. Lakini wayujadiluna billati hiya ahsan, wanajadiliana katika yale mambo ambayo ni mazuri. Mambo ambayo ni mazuri. Afu madai, kuweni makini. Wakati mwingine kuna mijadala, na hii mjitahidi
Unakuta watu wamekaa wanajadiliana kuhusiana na Uislamu, lakini ukitazama wale wote ambao waliokaa pale, wote elimu wana 0.0, lakini wako wanajadili Uislamu. Sasa kuna haja ya kuwabainishia, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameshazungumza, usisimamie jambo ambalo huna nini, una elimu nalo. Lakini utakuta wamekaa wanajadili kuhusiana na Uislamu. Kwa hiyo nasema yujadiluna billati hiya ahsan. Qala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bilhikmati walmaw'izati alhasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika, waiteni watu kuwaelekeza katika njia ya Mola wako, bilhikma, kwa hikma, maana kuweka kitu katika sehemu yake, walmaw'izati alhasana, na mawaidha ambayo ni mazuri, wajadiluhum billati hiya ahsan, na jadiliana nao katika mambo ambayo ni mazuri. Ni mazuri. Ndio pale ambako mwanzoni hata ukiwa unajadiliana na kafiri, tumewekewa utaratibu, unaweza ukaenda kuondoa munkari ukaongeza munkari ambao ni mbaya zaidi. Yani ukalingania ukaanza kutukana miungu ya makafiri, si ndivyo? Sasa na wao watamtukana Mungu wako, si ndivyo? Sasa umeondoa munkari, umeongeza munkari. Au kakuta mtu anakunywa pombe, matusi tu kwenda mbele. Sasa huenda alikuwa anakunywa pombe kwa kujificha, akisema umenitukana. Sasa mimi naenda kunywa pombe wazi, kwa sababu huyu ana shetani amempa. Kwa hiyo idu ila sabili rabbika bilhikmati walmaw'izati alhasana wajadiluhum billati hiya ahsan wayaltazimuna qawla an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, wanalazimiana na kauli ya mtume za kwake rehma na amani katika zile daraja za kuondoa munkari. Man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Man raa, yoyote mwenye kuona munkari miongoni mwenu, auondoe kwa mkono wake. Kwa mkono wake. Sasa vitu vya kuondoa kwa mkono, sio mtu unakuta anakunywa pombe ukamtandika makofi, si mkono. Sio hivyo. Vipo vitu vya kuondoa kwa mkono, na kuna vitu ambavyo viko ndani ya uwezo wako vya kuondoa na mkono. Yani mathalan mtoto wako umemwambia kusali, ni mkubwa, mara ya kwanza, mara ya pili, hapo unaweza ukaondoa munkari kwa mkono. Leta fimbo, ukampiga fimbo. Na sasa hivi kuna jambo moja ambalo tulizungumze. Siku hizi wenzetu wanatufundisha baadhi ya mambo ambayo kwa ujumla yapo katika Uislamu. Mpaka sasa hivi miaka inayokuja fimbo itakuwa haipo. Sawa? Fimbo inakuja kufanya nini? Kuisha. Na hili tumelibeba. Hata tukitazama kwenye mashule yetu, tukwambia bwana, kupiga hamna. Sasa kama sio kupiga, Allah yeye mwenyewe anafika mahala anawaambia mnashindikana, anawapa adhabu. Allah ambaye aliwaomba mnashindikana, anawapa adhabu. Je, mtoto ambaye umemzaa, mtoto ambaye unayemfundisha? Kwa hiyo haya mambo haya kuna haja ya kuyatazama. Kwa hiyo man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, aondoe kwa mkono. Fa in lam yastati, kama huna uwezo wa kuondoa kwa mkono, fa bilisanihi, kwa hiyo ndio nafasi tuliyokuwa nayo kubwa, kwa ulimi. Utalingania, utatoa nasaha. Fa in lam yastati, kama hawezi kuondoa kwa ulimi, kwa kuzungumza, fa biqalbihi, kwa moyo, aweke moyoni. Takira akasema wadhalika adhafu liiman. Sasa hapa kwenye kuweka moyoni hapa
Kuna mambo mengi ambayo yanajitokeza ambayo madai tunajichanganya, na haya lazima tuyazungumze. Ndio maana ukitazama sheria, kuna mambo mengi ya kijamii ambayo huwa yanafanyika, hususa kwenye masuala ya kijamii kama masuala ya harusi. Mtu anaweza akakupa kadi kwenda katika harusi yake. Hebu chunguza kama kuna munkari. Kama kuna munkari, usifanye, usiende. Lakini wakasema kama utakuwa na uwezo wa kuondoa munkari, ufanye nini? Uende. Na siku moja ilikuja kunishika jambo hilo, tujitolee mfano. Mama akasema, wana njoo simamia harusi yangu. Iko vipi? Harusi ni nzuri. Kwa sababu ilikuwa haijatangulia jambo lolote. Nikaenda, kufika mahala, tukaingia sehemu. Sasa nakuja kusikia, nasikia taarabu zinaanza kupigwa. Lakini sijaenda kule. Kasema sina sawa. Lakini mimi huwa najulikana. Aliona toka nje, naondoka. Sasa inakuwaje? Nikasema makubaliano tuliyoyapanga yameenda kinyume. Wameniambia ni harusi 100% ni ya sunna. Kasema hiya hapana. Nikaondoka. Sasa kulikuwa kuna jamaa akamwambia, akasema wewe ulikuwa umejichanganya kwa huyu. Kasema alhamdulillah, amejichanganya kweli. Sasa usije ukawa katika mazingira hayo kaona aibu kuondoka, nitaonekanaje? Wewe tazama unalifanya ni kwa ajili ya Allah. Tazame kufanya kwa ajili ya watu. Kwa hiyo ukiona kuna uwezo wa kuondoa munkari, basi unaenda kwenye harusi, haijakatazwa. Unaenda kuondoa munkari. Lakini una uwezo wa kuondoa munkari, basi unabaki wapi? Unabaki nyumbani. Kwa hiyo nasema wadhalika adhaful iman, kufanya hivyo ni kuonyesha udhaifu wa imani. Kwa hiyo nafikiri mlango huu wa 15 utakuwa umemalizika katika mfumo kama huyo. Baada hapo mlango unaofuata, mlango wa 16, ni itikadi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa katika fil wara wal bara. Tunaposema alwara wal bara, alwala wal bara au fil walai wal barai, kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah. Kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo kaja mlango bayanu aqidati ahli sunnati wal jamaati fil warai wal barai, itikadi ahli sunnati wal jamaa katika kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah. Yani ukapenda kwa ajili ya Allah na ukachukia kwa ajili ya Allah, ni moja katika aqida ya ahli sunnati wal jamaa. Na hii ni aqida muhimu kwa sababu ni moja katika sababu ya watu kupata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukitazama kwenye ile hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Watu 7 ambao watakaokuwa katika kivuli cha Allah siku ambayo hapatokuwa na kivuli isipokuwa kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Akasemaje? Minha warajulani tahabba fillahi ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi, watu wawili ambao wamependana kwa ajili ya Allah. Yani mapenzi yao, mafungamano yao ni kwa ajili ya Allah, lakini wakaachana kwa ajili ya Allah. Yani mnapendana kwa sababu na mtu anasali, na mtu anapenda sunna, ni mtu anapenda kheri na wewe, kwa hiyo mkao mmependana kwa ajili ya hilo.
lakini mkaachana, mmoja kati hao wawili akawa ameacha hayo, alikuwa asali akaacha sala, mnaachana kwa ajili ya nani? Ya Allah. Lakini mnapoachana sio moja kwa moja unabakiza nafasi ya kumlingania, si unamtelekeza moja kwa moja, unabakiza nafasi ya kumlingania. Kwa hiyo Ahlus Sunna wal Jamaa na mlango huu una mambo mengi. Yadinu Ahlus Sunnati wal Jamaa bilwarai lilmuslimin. Ahlus Sunna wal Jamaa wanajipamba kwa dini katika mapenzi yao ya kuwapenda Waislamu. Alwara lilmuslimin, mapenzi yao inakuwa kwa ajili ya Waislamu, si kwa ajili ya makafiri, si kwa ajili ya wanafiki, si kwa ajili ya watu ambao ni mubtadi'. Kwa nini? Kwa sababu moja katika wanachuoni nasema usikae na watu ahlul ahwa, watu wanaofuata matamanio. Kwa nini? Kwa sababu ukikaa na watu hawa ni moja katika vitu ambavyo unaweza ukatengeneza magonjwa katika nafsi yako, kwa sababu ya kukaa na watu ahlul ahwa, yani watu wa kutumia matamanio yao. Kwa hiyo mapenzi ya Ahlus Sunna wal Jamaa, mapenzi yao ni kwa ajili ya Waislamu, si kwa ajili ya makafiri. Ndio maana ukitazama Allah anasema ndani ya Qur'ani, la tajidu qauman, wewe ukapata nini? Watu yu'minuna billah, wanayomwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wal yawmal akhir, na siku ya mwisho, yuwaduna man hada Allah wa rasula, wanawapenda wale ambao wanaofanya vitimbi, wanaomchukia Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Sema huwezi ukapata watu hawa. Kwa hiyo anasema lakini wa mahabbatihim, na mapenzi yao, wa nusratihim, na nusra yao, wa nasihatihim, na nasaha zao. Yani maana wao ni watu wa kupenda, mapenzi yao kwa ajili ya Uislamu, lakini na mapenzi yao ni kwa ajili ya Uislamu. Lakini napotokea nusra wananusuru Uislamu, lakini na nasaha wanapeana. Wayataqiduna maana qawli llahi subhanahu wa ta'ala, na wanaitikadi qawli ya Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwa, waumini ni ndugu. Hapa ametumia innamal mu'minuna, waumini wale ambao wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala ni ndugu. Wa maana qawlihi mathalul mu'minina fi tawaddihim, na maana mfano wa waumini katika kupendana kwao, watarahumihim, na katika kuhurumiana kwao, wataatufihim, na katika kuoneana, kufanyiana upole. Anasema mathalul jasadi, ni kama mfano wa nini? Wa kiwiliwili. Idha shtaka minhu udhun, kinapoumwa kiungo kimoja katika mwili, tadaa lahu sairul jasadi, mwili wote utafanya nini? Utakuwa na maumivu. Bisahari wal humma, kwa kukesha na homa. Bisahari, kwa kukesha, yani maana alali kwa sababu ya kidole kimoja, alali kwa sababu amekitwa na mwiba. Anasema ndo inabidi wawe waumini, mathalul mu'minina, mfano wa waumini. Kwa ina maana waumini hawapaswi kufanyana uadui, waumini hawapaswi kutelekezana, waumini hawapaswi kufanyiana fitna, hawapaswi kutengenezeana vitimbi, hawapaswi. Kwa nini? Kwa sababu hawa inabidi wawe ni kama mwili mmoja, yani kwa kupendana na kwa kunusuriana na kwa mambo mengine. Lakini akasema Mtume wa kaulu sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina lilmu'mini kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'da.
Anasema hakika mu'min kwa mu'mini mwenzake kalbunian, ni kama nini? Kama jengo, utiliana nguvu baadhi yake kwa baadhi, ni kama jengo. Mtume sallallahu alaihi wasallam ataka kutuonyesha waumini wanavyopaswa kuwa katika kupendana kwa ajili ya Allah na katika kuchukiana kwa ajili ya Allah. Ni kama jengo, unavyoona jengo limesimama, lakini kuna msingi, kuna nguzo. Vyote hivi vinatengeneza kitu kimoja ambacho kinaitwa jengo. Kwa hiyo ina maana inabidi wawe hivyo. Wayuwaluna almu'minina ala qadri imanihim, wanapendana waumini kwa kadiri ya viwango vyao vya imani walivyokuwa navyo. Wayuhibbuna ma hum alayhi min al-iman wa yakrahuna ma hum alayhi min al-ma'siyah, lakini wanachukia ma hum alayhi, kutokana ile hali waliokuwa nayo ya nini? Ya maasi. Yanakusudia kuwa unampenda muumini kutokana na ile daraja ya imani aliyokuwa nayo. Ndio maana hapa kuna tofauti ya makundi ya Ahlus Sunna wal Jamaa na makundi mengine kama tulivyoona mwanzoni. Mfano makhawarij, wao wanamtoa mtu katika Uislamu kwa sababu ya kufanya madhambi makubwa, lakini wanapokuja Ahlus Sunna wal Jamaa, mu'minun biimanihi fasiqun bikabiratihi, si ndivyo? Lakini makhawarij wanasema huyu ni kafir, huyu ni kafiri anapofanya madhambi makubwa, kwa sababu wao makhawarij wanaotoa watu katika Uislamu. Lakini Ahlus Sunna wal Jamaa, hata kama akifanya madhambi makubwa, mu'minun biimanihi, ni muumini huyu kwa imani aliyokuwa nayo. Maana unampenda kwa kile kiwango alichokuwa nacho cha imani. Mfano, ana imani 20%, mapenzi yako itakuwa ni 20% kwa ile imani aliyokuwa nayo. Lakini fasiqun bikabirati, lakini huyu ni fasiki wa madhambi makubwa, anayefanya nini? Anayafanya. Utamchukia kwa ule ufasiki anaofanya. Huu ndio msimamo wa Ahlus Sunna wal Jamaa. Yani kila alichokuwa nacho katika imani unampenda, lakini yale maasi unamchukia. Maana unachukia yale maasi anayofanya, lakini haumtoi katika Uislamu kama vile walivyo nini? Walivyo makhawarij. Kwa hiyo mu'minun biimanihi fasiqun bikabiratihi, ni muumini kwa imani aliyokuwa nayo, lakini ni fasiq kwa ile nyingine. Lakini sasa ukiingia katika tushazungumzia kwenye murji'a na wengine, wayataqiduna wujuba albara min ashirki wali, lakini wanaitikadi uwajibu wa kuwa mbali na shirki na watu wake, kuwa mbali na shirki na watu wake. Yani itikadi waliokuwa nayo Ahlus Sunna wal Jamaa, hawana muamala wowote na washirikina. Hawana muamala wote na washirikina, lakini na wale watu ambao ni washirikina, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Allah anatolea mfano wa Ibrahim, namna alivyokuwa na msimamo, na hii misimamo ambayo inabidi tuwe nayo. Qad kanat lakum uswatun, hakika kumekuwa kwenu uswatun hasana, kiigizo chema, fi Ibrahim, kwa Ibrahim, walladhina ma'ahu, na wale aliokuwa nao, idh qalu liqaumihim, waliposema kuambia watu wao, inna buraa'u minkum, buraa'u, kasisi tuko mbali na nyinyi, wa mimma ta'buduna min dunillah, na yale mnayaabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, sisi tuko mbali na nyinyi. Maana tazama, Ibrahim anatufundisha nini? Anatufundisha mtu kujitangaza, wewe ni nani, na hili madai lazima tulifanye. Yani wewe ni nani katika jamii, yani kila mmoja anakuchukulia nafasi gani? Ibrahimu hapa anasemaje? Inna buraa'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah,
sisi tumetakasika na nyinyi, hatuko pamoja na nyinyi na yale mnayaabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kafarna bikum, tumefanya nini? Tumewapinga. Wabada bainana wa bainakum, na kumedhihiri baina yetu na baina yenu al-adawa, nini? Wadui, walbaghdhau, na chuki, abada, milele, hatta tu'minu billahi wahda, mpaka muamini Allah. Ibrahimu alijitangaza kujitangaza, alijitangaza. Sasa hii ndio sera ya mitume, wanasema sera ya mitume iko hivyo. Yani lazima mtu ujitangaze katika jamii, wewe ni nani. Kwa hiyo Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ni kiigizo chema kwa Ibrahim. Lakini wala yamnauna min at-ta'ayush silmi ma ghairihim, lakini Ahlus Sunna wal Jamaa bado hawajakataza at-ta'ayush, kuishi pamoja na watu katika hali ya amani, hali ya amani, ma ghairihim, pamoja na watu wengine, kama Mtume alivyoishi na makafiri Makureishi, alivyoishi na Mayahudi katika mji wa Madina, kakaa kakiana mkataba wakaishi. Lakini pale walipomgeuka, basi Allah subhanahu wa ta'ala akamsaidia. Kwa hiyo wana itikadi kwa kuishi pamoja na watu wengine, maana wasiokuwa Waislamu. Hatujakataza kuishi na makafiri. Wayatakiduna ma qawlihi salama, lakini wana itikadi kwa maana ya kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, la yanhaakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladhina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humudh dhalimun. La yanhaakumullah, hawakatazeni nyinyi Mwenyezi Mungu, anil ladhina lam yuqatilukum fi dini, kwa wale ambao hawapigeni nyinyi katika dini, walam yukhrijukum, na wala hawatoeni nyinyi, min diyarikum, katika majumba yenu, antabarruhum, kuwafanyia nini? Wema, watuqsitu ilaihim, na kuwafanyia uadilifu. Sije ukafunga milango kwa kuwa hawa ni makafiri bwana, hakuna haja ya kuishi naye kwa uzuri. Ndio ukao na jirani mnaishi kwa uzuri. Haijakataza kumfanyia wema, haijakataza kumfanyia uadilifu. Kwa nini? Kwa sababu ya sharti moja, huyu hakupigi vita. Lakini pale atakapokupiga vita, hapa hakuna haja ya kumfanyia nini? Wema wala uadilifu. Lakini akasema inna Allaha yuhibbul muqsitin, kama Mwenyezi Mungu anawapenda watu wenye kufanya uadilifu. Lakini innama yanhaakum Allahu 'anil ladhina qataluukum fid din, hakika Allah anawakatazeni nyinyi kwa wale ambao qataluukum fid dini, wamewapigeni nyinyi katika dini, wa akhrajukum, na wamewatoa nyinyi, min diyarikum, katika majumba yenu, wa dhaharu ala ikhrajikum, lakini wakasaidiana katika kuwaondoa kwenu katika majumba, antawallahum, kuwapenda. Wa man yatawallahum, na yule atakayewapenda watu hawa, fa ulaika humudh dhalimun, basi hao waliofanya hivyo, basi watakuwa hao ndo madhalim. Ndio mesha. Kwa hiyo tutakuwa tumefika mwisho katika darasa letu la leo. Hii milango naipita hivyo hivyo kwa sababu ni milango ambayo imeshapitiwa siku za nyuma katika kitabu Da'wa. Kwa hiyo ni katika hali ya kukumbushana, katika hali ya ufupi, ili tutoke na chochote, lakini jambo ambalo katika upande